Yani ufanikiwa duniani na mbinguni uende. Leo nina furaha sana askofu, ndio, kwa kuweza kuhitimisha mkutano wa siku 3 ambao uliuandaa kuanzia mwezi wa 6, wa 7 mpaka siku hii ya leo mwezi wa 8 tarehe 9. Ndio. Wakati unaiwazia safari ya kuja Kasulu Nyasha, sehemu moja inaitwa mtaa Nyamabuye, ulikuwa unaiwaziaje? Kwa ukubwa gani? Labda unaweza kutuelezea kidogo, ulikuwa unaifikiriaje, yani kwenye akili yako, kwenye moyo wako, kwenye roho yako? Kusema ukweli haikuwa jambo dogo, maana tulikuwa tunawaza kwanza mkutano wa siku 3, lakini ufunguzi wa kanisa, kwa haikuwa jambo dogo. Isipokuwa tunashukuru Mungu, safari imekuwa ndefu, lakini kwa sababu tumehitimisha kwa ukubwa na kwa heshima kubwa, na utukufu wa Mungu umeonekana, na Bwana amejitwalia utukufu kwa uitikio uliokuwepo, lakini pia kwa mambo mengi ambayo yamefanyika. Ndio. Askofu, kwa sasa tunajua Sayuni Pentecostal Church of Tanzania, wewe ndio askofu mkuu wa makanisa ya Tanzania. Ndio. Kwa sasa umeshazalisha watoto wangapi mpaka sasa? Huyu ni mtoto wa 4, kwa sababu tulichelewa kufungua, hatutaka kuzaa watoto wa utotoni. Kuna lugha wanatumia kuzaa mtoto ukiwa bado mtoto. Kanisa letu tumeanza mwaka 2019, lakini kuna vipaumbele tulivyokuwa navyo. Tulihitaji kwanza tujenge, ili unapozaa watoto na wao wakizaa watoto wawe na mahala pa kuwapeleka. Kwa hiyo kuna vipaumbele ambavyo tumekuwa navyo, na tunashukuru kwa sababu kwa sehemu, si kwa 100%, lakini angalau kwa 70% tumefanikiwa. Kwa hiyo sasa tunaanza kupanda makanisa, na sasa tutaanza kwa kasi sana, kwa sababu Mungu ametupa kibali hicho na neema hiyo. Amen. Ndio, pongeze sana, kwa sababu kuongoza makanisa si kazi nyepesi. Ndio. Si kazi nyepesi. Nakumbuka toka tumefika tumekutana na vita vikubwa sana, lakini Mungu amesimama pamoja nasi. Lakini kuna tukio lilitokea usiku wa manane, ukatufanyia kama surprise, wala hata tukulitegemea. Hivi ilitokea nini pale? Unaweza kumwambia mtazamaji wa Sayuni TV, ukaelezea kidogo kitu gani kilitokea kwenye kijiji hiki na kitu gani kimeweza kufanyika mpaka mambo yakaenda vizuri? Kijiji hiki kulikuwa na upinzani mkubwa wa kufungua kanisa, hasa kwenye ulimwengu wa roho. Sasa tumefanya huduma siku ya kwanza, siku ya pili tuliona wachawi wanavyojikusanya kushambulia. Vita ilianza kama saa 7 ya usiku, tukaona wachawi wanavyoshuka kuja kupambana na sisi, lakini kwa sababu Mungu wetu ana nguvu kuliko wachawi, Bwana akatusemesha mkeni muwashambulie, na tuliweza kuamsha watu wote na tukaanza kuomba, na tumeona huduma ya redio kuwa na utofauti, watu wanavyofunguliwa. Manake kuna watu walikuwa wamefungwa eneo hili, kuna watu ambao walihamia eneo, lakini wengine wamehamia hapa na Misukure na Masea. Sasa ukianzisha kazi ya Mungu tena kwa kuharibu vitu vyao, ni kama unawaamsha. Ni sawa na kumpiga nyoka kichwani au kwenye mkia, anaamka kwa hasira. Lakini tunashukuru kwa sababu tuliweza kupambana nao kwenye ulimwengu wa roho na wamenyamanza, na tumeona nyoka wengi wameuawa. Ilikuwa sio hali ya kawaida, maana karibia kila usiku tunaua nyoka wanakuja kushambulia, tunawaua. Lakini Bwana alitusemesha before kwamba kuna vitu vitakuja, lakini vitakufa. Watafanya vitu vya uchawi, lakini tutawadhibiti, na tumeona tumewadhibiti mpaka leo. Watu wana furaha, watu wanafunguliwa, na tunaamini kanisa litaanza kwa kasi kubwa sana, na Bwana amejitwalia utukufu. Amen. Amina. Hii umeonyesha ushindi mkubwa sana hapa Nyamabuye. Kwa sasa nahisi umeweka heshima. Kwanza umeweka heshima. Kingine nilichokipenda, umeonaje mjumuiko wa wachungaji wengine? Maana askofu sehemu anapokanyaga dhehebu tofauti, kuna wachungaji wanakuwa ni wapinzani, wanaleta vita, wanatoa matusi, vitu ambavyo haviendani na mpango wa Mungu. Lakini umeionaje hii sehemu ambavyo wachungaji walivyokuwa wameungana wakaja kushirikiana pamoja nawe? Hii unaiongeleaje mbele ya umati? Unajua kazi ya Mungu, Mungu mwenyewe anajipambania, anajitetea.
kiukweli tumeona utukufu wa Bwana kwa sababu tulikuwa na wachungaji wengi, lakini tulikuwa na kwaya zaidi ya 18 ambazo zimeshiriki na zimeimba, na wengine mpaka usiku walikuwa wanaendelea kuomba waimbe. Sasa ukienda kuanzisha kanisa mahali unakuwa na kwaya zaidi ya 18, sio jambo dogo, maana yake Mungu amesimama. Badala ya kupigwa vita na wachungaji wengine, sisi wachungaji wametusapoti. Tumekuwa na wachungaji naona karibia hata 20 tangu tumefika, na pia tunashukuru kwa ajili ya uongozi wa serikali. Tumekuwa na uongozi wa serikali, tumekuwa na wachungaji wa makanisa tofauti tofauti. Kwetu sisi ni ushindi, tumepokelewa kwa nguvu na kwa heshima kubwa. Asante sana. Na hicho umeongelea kuhusu kwaya, kwa kweli ilikuwa ni siku ya baraka sana, kwa zilikuwa ni nyingi. Na mpaka sasa tumeacha zinaendelea, na hisi kama kwenye saa 2 watakuwa wanahitimisha. Lakini ninachopenda kukuuliza swali la nyongeza, ndio tulikuwa tunazindua kanisa la Sayuni, na unamsimika mchungaji wako, mtumishi wako, mtoto wako Fredrick Makapa. Ndio. Sasa una mpango gani wa kurudi huku Kasulu mkoani Kigoma kuweza kupiga mkutano mwingine, tukio kubwa zaidi ya hili? Maana siku ya leo kuna watu wengi wamefunguliwa. Tumeona watu wengi wametapika vitu vya ajabu. Tumeona watu wengi wanafunguliwa. Watu walikuwa waamini, lakini tumeona wamepokea. Hii ni shangwe gani kwako unaipokea, unaichukulia? Na pia hilo swali ndio kuuliza la nyongeza kuhusu mkutano unaoandaa lini, mkutano rasmi mkubwa. Kwanza ujue maandiko yanasema mtu mmoja akiokoka malaika wanashangilia. Sasa sisi sio mtu mmoja, ni watu wengi. Kwa hiyo kwanza kiroho tunamshukuru Mungu kwa sababu tumefanikiwa kiroho kuyafanya mavuno ya Bwana kupatikana. Lakini pia kuhusu kurudi kufanya mkutano, sisi hapa ni kwetu. Hata baada ya mwezi tukiamua tunakuja kwa sababu ni kanisa letu. Kwa hiyo mara kwa mara tutakuwa tunakuja kwenye mikutano, lakini mbali na mikutano kuna zile huduma za dharura, tutakuwa tunakuja tunafanya huduma, lakini pia tutakuwa tunatuma watumishi wengi, maana Mungu ametupa wainjilisti wengi, ametupa watumishi wengi wenye uwezo wa kuhubiri na kuombea. Kwa hiyo tutakuwa tuna support huko kila wakati kuja kufanya huduma, na mikutano itaendelea kwa sababu tunahitaji kuendelea kumfanyia Bwana mavuno, kwa sababu hiyo ndio kazi aliyotuitia. Amina. Amen. Barikiwe sana Askofu Baraka Mayunga Ganashi. Amen. Asante sana. Mungu akubariki zaidi. Barikiwa na wewe mpaka ushangae, na watakia baraka kanisa lote kwa ushirikiano ambao na umoja ambao tumeona. Kwa kweli kanisa letu lina furaha na majirani wana furaha kwa kweli, na watakia waumini wote baraka za Bwana. Kuna msemo Bwana alinipa, wabarikiwa mpaka ushangae. Na sasa nasema kanisa lote, majirani wote waliotusupport na wale ambao wanatuombea wabarikiwe mpaka washangae. Mbingu ziwashangaze. Amen. Amina. Sasa tukutakie safari njema. Asante sana. Amina. Amen. Shalom. Mungu kama hivyo unapoona askofu ameeleza mengi, ameongea mengi, na bado amesema tutaendelea kushusha makanisa sehemu mbalimbali, kitaifa, kimataifa. Kwa kweli shuhuda ziko nyingi, na usikose kuona Sayuni TV kwenye mitandao yetu. Mimi ni Dennis Deus, mtangazaji wako kutoka Sayuni TV.